Sasa kuona issues ambazo hazitufurahisha sisi kama watu wa clearing agent na wafanyabiashara wa marketi, ya kwamba initially kuclear container ilikuwa inachukua kama 1 to 3 days, lakini kwa sasa hivi inachukua up to 5 days 7 days, na imefanya tumeweza kupata damages, tumeweza kupoteza pia biashara na storages and all that. Na haya yote imesababishwa na kwamba unapata kwamba baada ya kupitia haya process yote ya clearance na valuation, unapata kwamba kuna group inajiita centralized release officers ambao tumeambiwa wako Nairobi. Yani inakuwa cleared hapa Mombasa, lakini mpaka mtu wa Nairobi apeane go ahead ndio container inatolewa. Yule mtu wa Nairobi hajaiona ile container, lakini tunasubiri mpaka yeye atoe go ahead ndio container inatolewa. Hiyo ni issue ambayo imetuudhi sana, na tumesema kwamba hawa officers ambao wako ground, wako kwenye CFS na wako kwenye port, hawa ndio wapewe majukumu ya kuhakikisha kwamba containers ziwe cleared. Mambo sana na hii sheria mpya iliyokujwa ya KRA, na hii ni kinyume cha sheria. Wao wanavyofanya, zamani tulikuwa tuna releasing officer katika each unit wa CFS. Hivi sasa wametubadilishia, tuna releasing officer hapa na tuna releasing officer Nairobi. Hichi kitendo cha Nairobi kimetoka wapi? Central releasing officer tulikuwa hatuna zamani. Mbona wamezua watu ambao hawapo? Na hapa directive ilitoka kwa serikali kuwa rais amefanya kila kitu kifanywe ndani ya hii Mombasa. Mbona ghafla binvu hawa KRA wameanzisha Central Releasing Officer ambao cause a lot of damages? Sisi kama wafanyabiashara leo tumetoa hii statement. Next tutafanya demonstration tusimamishe economy ya Mombasa ili hawa KRA wastopishe releasing officer ambao wanataka mahongo, cause a lot of mayhem.